Habari ya wakati huu. Basi nikukaribishe sana katika kipindi chetu pendwa cha somo la Sabati, na kama ilivyo ada huko na Mwalimu Tela, leo nimekuletea swali hili ambalo ni fumbo lenye dhana ya algebra. Kimsingi swali hili tunalifundisha kwa mwanafunzi wa darasa la 5 hadi mwanafunzi wa darasa la 7. Nikuombe sasa uweze kuambatana nami hatua kwa hatua, nikuonyeshe namna ya kufanya swali hili. Swali letu linasema kwamba umri wa mtoto ni 1/6 ya umri wa baba yake. Miaka 4 ijayo, umri wa mtoto utakuwa 1/4 ya umri wa baba yake. Tafuta umri wa baba miaka 4 ijayo. Ninaamini unaweza kuelewa sasa swali hili linataka kufanya kitu gani. Swali letu hili ni fumbo kama nilivyosema, ambalo sasa linamzungumzia mtoto pamoja na baba. Tuna mtoto pamoja na baba yake. Watu wawili hawa hatufahamu umri wao. Na sasa mimi niseme kwamba niite umri wa baba kuwa ni y. Niite umri wa baba kuwa ni y. Na sasa hebu turudi kwenye maelezo. Tunaambiwa kwamba umri wa mtoto ni 1/6 ya umri wa baba yake. Sasa tunaposema 1/6 ya umri wa baba yake, maana yake tunachukua 1/6 tunazidisha na umri wa baba ambao ni y. Kwa hivyo ukifanya hesabu hii 1/6 mara y unapata ni 1/6y. Kwa hivyo umri wa mtoto utawakilishwa na mtajo wa algebra ambao ni 1/6y. Na huu sasa tuseme kwamba ni umri wao wa sasa. Namna hii. Naamini unanielewa vizuri. Lakini tukiendelea kusoma swali letu, anasema kwamba miaka 4 ijayo umri wa mtoto utakuwa 1/4 ya umri wa babake. Kwa hivyo sasa miaka 4 ijayo, maana yake tunachukua umri wa mtoto wa sasa ambao ni 1/6y. Tunajumlisha miaka 4 kwa sababu ya neno ijayo. Na angesema iliyopita, maana yake tumetoa. Kwa hivyo miaka 4 ijayo umri wa mtoto utakuwa unawakilishwa na mtajo huu ambao ni 1/6y jumlisha 4, lakini umri wa baba utakuwa ni y. Tunachukua umri wake wa sasa tunaongeza hiyo miaka 4 ijayo namna hii. Sasa anasema nini? Kwamba umri wa mtoto utakuwa, yani umri wa mtoto utakuwa, weka alama sawa sawa. Utakuwa 1/4, yani robo ya. Maana yake ni kwamba hapa tutazidisha, niweke mabano kwa sababu tuna mtajo. Tutafungua sasa mabano yetu kwa kuzidisha mtajo ulioko ndani ya mabano pamoja na sehemu iliyoko nje ya mabano. Na kwa hivyo sasa tumepata mlinganyo wa algebra. Naomba sasa tafute thamani ya y ili baadaye tuweze kujibu swali letu. Swali anasema tafuta umri wa baba miaka 4 ijayo. Sasa nafanya nini? Nifanya namna hii. Nachukua 1/6y ninajumlisha 4 ni sawa sawa na ngapi? Nafungua mabano. 1/4y mara y unapata ni 1/4y. Baada ya hapo tunajumlisha na ngapi? Chukua 1/4 mara 4. Yaani ukichukua robo mara 4, maana yake hapo unapata ni 1. Unaweza kurahisisha kwa 4 ni 1, kwa 4 ni 1. Na 1 mara 1 unapata ni 1. Kwa hivyo hapa tutajumlisha na 1 namna hii. Sasa baada ya hapo unaendelea kufanya hesabu yetu hii hatua kwa hatua. Tunafanya nini sasa? Tunabidi sasa tukusanye mitajo inayofanana. Kwa maana kwamba namba zikae upande wake na mitajo ikae upande wake. Nitachukua sasa hii 4 iliyoko upande wa kushoto, alafu nitaitoa 1 kila upande. Nikitoa 1 huku, maana yake 1 kwa 1 ni 0. Na hapa nitachukua 4 nitoe 1. Ni sawa na ngapi? Nitachukua 1/4y iliyoko upande wa kulia, alafu nitoe 1/6y kila upande. Nitaitoa upande wa kushoto, nikichukua 1/6y kutoa 1/6y maana yake ni 0. Lakini huku nitatoa vile vile 1/6y namna hii. Sasa ukichukua 4 ukatoa 1, hapo unapata ni 3. Ni sawa na ngapi? Hebu tutafute sasa namba ndogo kabisa ambayo inaweza kugawanyika kwa 4 na kwa sita bila kubaki. Tunaita KJS. Unafanya namna hii. Weka mstari. KJS cha 4 na 6 ni 12. Fanya namna hii. Chukua sasa 12 gawa kwa 4. Unapata 3. 3 mara 1y unapata ni 3y. Kisha toa. Chukua 12 gawa kwa 6. Unapata ngapi? Unapata 2. 2 mara 1y mara 1y unapata ni 2y namna hii. Na sasa utasema kwamba 3 ni sawa na ngapi? 3y ukitoa 2y, hapa inabaki ni y juu ya ngapi? Ya 12. Na sasa ili nipate thamani ya y nizidishe kwa 12 kila upande namna hii. Fanya tu namna hii.
rahisisha kwa 12 kwa 12 na sasa utaona kwamba thamani ya y ni sawa na ngapi? 12 mara 3 unapata ni 36, na hii ndio thamani ya y. Sasa turudi kwenye swali letu tuweze kujibu matakwa ya swali kwamba tafuta umri wa baba miaka 4 ijayo. Jamani, umri wa baba wa sasa tumesema ni y. Miaka 4 ijayo maana yake ni kwamba tunachukua y tunajumlisha na 4. Kwa hivyo umri wa baba miaka 4 ijayo unawakilishwa na mtaji ambao ni y kujumlisha 4. Lakini thamani ya y tumeshapata ni 36. Chukua 36 jumlisha 4, hapo unapata ni 40. Kwa hivyo umri wa baba miaka 4 ijayo utakuwa ni miaka 40. Na hili ndio jawabu la swali letu hili. Ni kuombe sasa usisahau kulike, kucomment na kushare video hii. Mpaka wakati mwingine, kwaherini.